kama Yanga kwa namna ambazo hizi namba zinatafsiri? Kwanza inatoa picha kwamba Yanga wanakuwa hatari pale ambapo wanakuwa kwenye penalty box la timu pinzani, kwamba nafasi nyingi ambazo wanazitengeneza ni ndani ya 18 ya timu pinzani. Ndio maana mabao 55 kama ulivyozungumza yamefungwa ndani ya boxi, na ukianza kuyahesabu ni sahihi kwamba unakuta pasi nyingi zinapigwa kwenye zoni ya 18 ya mpinzani, lakini pia wafungaji pia na wenyewe wamekuwa pia wakijaribu kuziconvert walao kwenye nafasi hizo ambazo zinatengenezwa, wamekuwa wakijaribu kuzitumia pale ambapo inawaradhimu kuzitumia. By the way, Yanga wametengeneza nafasi nyingi, lakini pia wamekosa nafasi nyingi, lakini kwenye hizo nafasi za kupatia ni hizi ambazo tunazungumza 55 ndani ya penalty box. Na hizo 55 na kuzungumzia mabao alionayo Alan Okello ambaye aliingia dirisha dogo, na kugusia mabao alionayo Prince Dube, akina Mudathiri, akina Pacome Zouzoua kuja kuzungumza, akina nafikiri hata Bakari pia ana magoli kwenye kikosi cha Yanga. Mohamed Hussein Zimbo Junior ana mabao. Kwa hiyo ni hivyo, kwenye mabao 7 ambayo yamefungwa nje ya 18 ni yale ambayo mtu kapiga tokea mbali labda, na amekuwa akifanya hivyo Alan Okello, labda set pieces, free kick. Alifanya hivyo pia, alikuwa ni yule Mudathiri Yahya dhidi ya Mashujaa. Mudathiri Yahya, yes. Alifanya hivyo mbele ya Mashujaa, nakumbuka vizuri sana. Shehan Hamisi, kama nakumbuka ule mkoma ilikuwa dhidi ya JKT Tanzania. Nafikiri kwa hiyo ni hivyo kwamba magoli mengi Yanga wanasubiri mpaka wafike zoni ya 18 ya timu pinzani, kitu ambacho ni kizuri kwa sababu ukishatengeneza tayari unakuwa na asilimia kubwa ya kupata bao, lakini ni kitu kibaya sana pale ambapo unatengeneza hizo nafasi afu unazikosa ndani ya 18 kwa timu pinzani. Tunarudi kwenye lawama kwamba wanapata nafasi nyingi, wanashinda kuzitumia kufunga. Lakini niseme kwamba moja ya timu ambayo imekuwa haishangazi kufunga mabao mengi ndani ya msimu wa 5 mfululizo pamoja na Yanga Africans. Nafikiri ndani ya misimu 4 Yanga ndio wamekuwa kinara kwenye kupachika mabao. Sasa wamefunga mabao mengi kuliko mabao ambao wamefungwa wao. Lakini moja ya timu ambayo imekuwa na safu bora ya ulinzi, japo nafikiri msimu huu ndio itakuwa imeruhusu mabao mengi ndani ya misimu 4 kama nipo sahihi. Mpaka sasa wameruhusu mabao 9 sawa na Azam FC, lakini kwa msimu uliopita nafikiri waliruhusu takriban mabao 11 au zaidi. Kwa hiyo inawezekana wakawa wamepunguza baadhi ya makosa, lakini haimaanishi kwamba ni timu ambayo imekuwa na wastani wa kufunga mabao mengi kwenye ligi kuu ya Tanzania bara. Kwa hiyo inatoa tahadhari kwamba Azam hawakutani na timu nyepesi, wanakutana na timu ambayo ukifanya kosa moja unaweza kukuadhibu. Mfano tunazungumzia Yanga ambayo kwa sasa kama inacheza mpira ambao hauvutii, lakini si timu ambayo inaweza kukubali kirahisi kupoteza mchezo. Yaani si timu ambayo itanyoosha mikono hata kabla ya dakika 90 kwamba mambo yamekuwa mazito. Ni timu ambayo imekuwa ikipambana. Mfano mechi ambao walipoteza nafikiri dhidi ya Dodoma, walipambana mpaka dakika ya mwisho na kuja kufungwa bao kwenye dakika za nyongeza. Ile counter attacks inapigwa kwa upande wa Dodoma inamkutana na Waziri Junior, bado Yanga walikuwa wanapambana. Angalia mchezo dhidi ya Simba, wapo nyuma bao 2 za mapema, wanarejea mchezoni, wanasawazisha, wana equalize, afu walikuwa wanapushi tena kupata hata bao la 3. Angalia mchezo wa juzi wa Azam kwenye kombe la FA, Azam wanakuwa kwanza kupata bao, wanasawazisha, Azam wanapata bao la pili, Yanga wanajua mechi imemalizika, Yanga wanasawazisha. Kwa hiyo si timu ambayo inakata tamaa kirahisi, ni timu ambayo inapambana mpaka tone la mwisho ama dakika ya mwisho. Ndio maana tunaona Yanga wameshuka, hila kumfunga Yanga huyu ambaye ametetereka kiuchezaji si kazi nyepesi. Yaani kama unamfunga Yanga huna budi kujipongeza. Uliona Dodoma walishangilia, uliona Simba alitoa sare wakashangilia. Kwa hiyo ni hivyo. Kwa hiyo Azam wanajua kwamba wanakutana na timu ambayo ukiacha nusu nafasi wachezaji wao ni wazuri kwenye kutumia nafasi. Sawa. Ni rekodi za upande wa Yanga, na sasa tuangaze kwa maana ya wapinzani wao ambao ni Azam FC.